kifo chako kwa mara ya pili ni utabiri ambao uliotabiriwa. Inabidi lazima nikuue ili nikamilishe lengo langu, nipate nguvu ninazohitaji. Wacha hiyo mdogo wangu Nyonzo. Kwa nini unaendekeza nafsi ya tamaa mpaka leo hii? Baada ya kuniua mimi, ulipata faida gani Nyonzo? Ndo kwanza webaki maskini tu. Huyo ambaye mnataka kushindana naye ana nguvu sana. Kamwe hamtamweza. Kitu ambacho nawashauri ni vyema mkaachana na hilo swala mara moja Nyonzo. Siwezi kuacha. Lazima nikuue wewe na nitamuua na huyo ili niupate mkufu ambao ninautafuta. Wacha hiyo Nyonzo, wacha hiyo. Sinakuuliza wewe, hicho kitambaa kina kazi gani? Ni kitambaa changu cha jasho tu Kai. Mbona unaniuliza kama hivyo? Una uhakika hicho ni kitambaa chako cha jasho? Ndio, na uhakika. Nakuuliza, una uhakika? Una uhakika nakuuliza? Kai! Wewe vipi wewe, mbona tunashwana? Ni uzembe wangu mimi Kai, nisamehe. Hebu tuliza pressure kwanza. Hebu niambie, una taarifa yote kuhusu mke wangu? Wewe niambie, wala usiogope. Au labda kuna sehemu umemuona kuna tukio ukafanya huko. Funguka kwa muwazi. Nisamehe. Nitakwambia kila kitu. Sawa, inatosha. Hebu kakae kwanza chini tuzungumze vizuri. Kuwa huru.
Mzee, kulikoni? Mbona umesimama tena? Nahisi hatari usoni kwangu. Mzee, tumefika eneo la tukio, twende ndani tukachukua ule mkufu. Unaanza tena kusimama. Acha ubishi, tangulia, nenda wewe ndani kachukua. Nenda, tangulia. Bwana shemeji, kuna kitu gani kinaendelea hapa? Mbona mnalia tu? Doli, nini hiki? Shemeji, shemeji. Nani shemeji yako? Mbona unajizima data? Si wewe hapo? Kati ya mimi na wewe ni nani anajizima data? Kifo chako kwa mara ya pili ni utabiri ambao uliotabiriwa. Inabidi lazima nikuue ili nikamilishe lengo langu, nipate nguvu ninazohitaji. Wacha hiyo mdogo wangu Nyonzo. Kwa nini unaendekeza nafsi ya tamaa mpaka leo hii? Baada ya kuniua mimi, ulipata faida gani Nyonzo? Ndo kwanza webaki maskini tu. Huyo ambaye mnataka kushindana naye ana nguvu sana, kamwe hamtamweza. Kitu ambacho nawashauri ni vyema mkaachana na hilo swala mara moja Nyonzo. Siwezi kuacha. Lazima nikuue wewe na nitamuua na huyo ili niupate mkufu ambao ninautafuta.
Wacha hiyo Nyonzo, wacha hiyo, wacha hiyo, wacha hiyo. Ulitegemea utajificha kwenye hicho kivuli mpaka lini? Sasa kwa taarifa yako, ninafahamu kila kitu kuhusu mpango wako na huyu mpuuzi. Kwa hiyo Abi, baada ya wema wote uliokutendea, haya ndio malipo yake, si ndio? Nimekusaidia sana kwenye maisha yako, nimekushirikisha kwenye mambo yangu mengi sana. Ukaona itoshi, ukaamua utembee na mke wangu kipenzi, ambaye wewe ndio ulituunganisha kwenye mahusiano. Fine, tuseme labda hizo ni interest zenu binafsi. Kibaya zaidi, mkaamua mpange njama za kuniua mimi, ili mnufaike na nini sasa? Na ulivyokuwa hauna akili, ujitambui, umemtuma mtoto wa kike aje aniue mimi, si ndio? Sawa, hakuna haja kuchelesha muda. Kwa kuwa wewe mwenye kidume umekuja, basi njoni uwe. Usinitolee macho. Si mnataka mniue mimi? Njoni sasa mtoe uhai wangu. Njoni mniue. Utaki kupiga kelele katika makelele. Makelele gani sasa? Njooni mkamilisha misheni yenu ya kuniua. Wewe mpuzi. Njoni uwe. Sema moja uniue. Njoo sasa. Njoo bro. Wewe kidume, njoo sasa. Wacha hiyo, usifanye hivyo. Usifanye hivyo nini? Siwezi kuacha kufanya. Wacha hiyo. Babu. Kai, ni kweli nilikubali kuachana na wewe, lakini kwa haya niliyoyasikia hapa, ninaomba niendelee kubaki hapa ili kulinda usalama wako. Unasemaje wewe? Hivi unajisikia unachokiongea? Yaani uendelee kubaki nyumbani kwangu kwa mume wangu ili iweje? Na kuuliza wewe ili wewe. Unataka kusema nini? Kumbavu mkubwa wewe. Sogea huko kwanza. Sogea huko. Toka. Trader, wala usiwaze kuhusu usalama wangu. Anza kujijali kwanza wewe. Wewe nenda nyumbani, wala usijali, mimi niko salama salimini hapa. Hapana. Siwezi kuondoka. Huyu mwanamke ni shetani. Wewe umetumwa nini? Yaani anajaribu kukuua. Mimi nilikuweka moyoni, lakini wewe unamchimbia kaburi. Ni kweli anachosema huyo binti yupo sahihi kabisa. Oliver,
Mchukue mgeni, nenda nayo akapumzike. Nini? Unataka kubisha? Na ole wako uende kumfanyia fujo na umfukuze huko ndani. Utanijua mimi nani, nitakutifua tifua. Yaani ndani kwangu? Hapana. Wewe binti. Yaani hawezi kukaa huko ndani. Hawezi kukaa wapi? Hawezi kukaa. Mimi ndo nasema. Wewe unataka kusemaje sasa? Nani unaniuzi? Wewe ni nani? Na babu yangu yuko wapi? Maana nilimwacha hapa. Mimi ni mtu ambaye niliuliwa na babu yako miaka mingi iliyopita. Babu yako ameshaangamia. Na huyo mwenye mkufu wake ndiye aliyemwangamiza babu yako. Na nikwambie tu kijana, kama ambavyo babu yako ameangamia, basi unaifuata ni wewe. Na sio wewe tu, bali kwa yeyote yule atakayetaka mkufu ule ni lazima angamie kama alivyoangamia babu yako. Hapana, haiwezi kutokea na haiwezi kuwa hivyo. Mimi ndo mmiliki halali wa ule mkufu. Wacha hiyo kijana. Kama wewe ungekuwa mmiliki halali wa mkufu ule, basi ungekuwa kwenye himaya yako hivi sasa. Nyie ni wakina nani? Na mmekuja kufanya nini hapa? Hauko peke yako. Mpo wengi ambao mnautaka ule mkufu. Na hao unaona hapo nyuma yangu, na wenyewe wanahitaji ule mkufu. Nyie, nisikilizeni niwaambie. Yaani mnajisumbua. Mmiliki halali wa ule mkufu ni mimi. Na mkijaribu kucheza vibaya na wateketeza. Inavyoonekana wewe utujui sisi. Ngoja nikuonyeshe. Hebu subiri Jordan. Inaonekana ubashiri unakwenda kutimia. Inaenda kutokea machafuko. Hawa wana nguvu kuliko sisi. Hatuwezi kuwashinda. Na ili tuweze kuwashinda, inabidi mimi na wewe tushiriki tendo. Sawa. Nimekuelewa vizuri. Naomba mnisikilize vijana. Mimi nakwenda. Lakini nawahakikishia nitarudi tena. Na nikirudi tena hapa, nitahakikisha nyote na wasambaratisha na kisha nachukua mkufu wangu. Na si vinginevyo. Mbona unaogopa kijana? Usitetemeke, ni mambo ya kawaida tu hayo. Hebu jaribu kujitathmini wewe mwenyewe. Mpaka sasa hivi umeshagombana na rafiki yako. Na ukweli wote kuhusu wewe anaufahamu. Wala usitetemeke, ni mambo ya kawaida tu hayo. Babu yako ameshaangamia kwa tamaa zake. Unaifuata ni wewe sasa. Kitu kidogo ambacho naweza kukwambia kijana, tubu dhambi zako. Maana mpaka hivi sasa unapaswa kujitathmini wewe mwenyewe. Rafiki yako ameshajua kila kitu kuhusu wewe. Nafasi bado nayo. Sitoweza kurudi nyuma.
hii vita ambayo nimeianzisha na hakikisha naenda kuimaliza. Ule mkufu nitaumiliki na nitateketeza wote ambao wapo kinyume na mimi. Wacha hiyo kijana, na kuonea huruma, kwa maana utajiponza kama alivyojiponza babu yako. Una muda mchache sana wa kutubu dhambi zako, na kama ukishindwa, basi mwenyewe mkufu atakuangamiza, kwa maana yeye ana nguvu nyingi za kutosha. Muda ni wako sasa, jitathmini kijana. Yaani nyote ni vibaraka. Wote ni vibaraka tu. Hamna chochote. Na hivi soon mnaenda kufa kama mimi ninavyoenda kufa. Msijione mmefika. Hamna lolote, nyote vibaraka tu. Ndani huyu ana uchu Huyu hathaminiki, hafadhiliki. Hajali thamani ya mtu yoyote. Anapenda kujiangalia mwenyewe tu. Cha kuambia mnaenda kufa. Mtakufa.